kufika hapa nilipo kuna watu ambao wamenishika mkono. Manake kama sitotoa shukrani, na wakati wote natoa, mimi mtu ambaye amenifanya niwe na ngazi ya kuanzia kupandia kwenye hii game ni marehemu Ibrahim Rajab Jeba. Yes, na kuwa mwazi kwa siku zote. Kulikuwa kuna mashindano ya Ndondo Cup Kikwida Maungano, Kikwida Cup wakati huo. Wao walikuwa na timu inaitwa Imireti ya Magomeni. Kulikuwa kuna huyu Ibrahim Rajab Jeba, Selembe walikuwa wanakuja kule. Yaani kipindi hicho ndio ilikuwa Ndondo ambayo ipo juu sasa. Na mimi bahati nzuri Kikwida Cup ilikuja kuchezwa nyumbani. Sasa wakati wanakuja, sisi watoto wa mtaani tunafika viwanjani mapema, tunaweka wale maturubali, tunatumwa walete pale maana ni mtoto wa mtaani. Napenda mpira, nacheza mpira. Sasa nikawa naangalia zile mechi, wanakuja mastaa mbalimbali hata wa Tanzania bara, kina Ibrahim Wajibu, kina Mkude, kina Kichuya, watu washafika kule. Maana mpira ulikuwa unakuja kule kwenye kipindi cha mapumziko kama haya, kwenye mashindano ambayo sio rasmi. Sasa kwenye mtazamo wa kuwatazama wachezaji nikavutiwa na Ibrahim Rajab Jeba, kiwango chake. Nikasema wakati huo ulikuwa mdogo? Mdogo yangi kabisa, yani mtoto kabisa. Yes. Na kimo changu hichi manake ni street children kabisa. Yes. Kwa hiyo nikawa napenda kazi yake anayoifanya, kiwango chake. Nikasema haitoshi sasa. Hapana, sio kupiga kofi tu amekuja alafu kuondoka. Moyo ukanishawishi kwamba hebu kaa karibu naye, jaribu kuwa karibu naye. Sasa wakaja kwenye mechi husika siku ya mwanzo. Baada ya mechi kumalizika, nikaenda kumsalimia, nikamwambia napenda kazi yako na unajua, nikamsifia kawaida, akaniambia shukrani. Vizuri, kanipokea vizuri. Tukaagana vizuri siku ya kwanza. Siku ya pili next maana ilikuwa ni weekend, yani mechi zinapeana muda. Game ya pili wakaja tena half time mapumziko. Sasa kulikuwa kuna hali ya hewa ambayo sio nzuri, mvua. Half time washamaliza pale, wanatoa darasa, unajua tena yeye yupo sasa anatoa tope viatu vyake. Mimi nikavutiwa, akasema hapana, ngoja asifanye ile kazi. Nikachukua vijiti pembeni vile, nikasogea, nikamwambia brother, naomba nikutolee, wewe endelea kusikiliza maelekezo ya mwalimu. Kwa akaniambia sawa, shukrani. Akavua vile viatu akanipa, nikawa natoa tope viatu. Yeye anasikiliza maelekezo ya mwalimu. Akarudi kumaliza mechi. Wale sare ni mechi 1-1, lakini mahitaji walikuwa washinde, lakini mechi ya mwisho ndio ilikuwa maamuzi. Akanishukuru, siku nyingine sawa, asante, tukaondoka. Siku ya pili nikafika mapema, kwa sababu ukichelewa kuingia na hufanyi kazi husaidii kufunga turubali. Wakati ule hakuna geti, unafunga turubali tu, watu wanakaa, husaidii kuleta kistuni leta nini, maana yake unakaa nje na pesa sina mimi. Sasa nikafika mapema hiyo siku, na yeye timu yake ikafika mapema, na ikafika mapema kwa usafiri wake binafsi, alikuwa na Vespa. Kufika akawa anatafuta sehemu ya kutia udhu, anataka kuswali, anaulizia kwa sababu nikamwona kama anaulizia. Mimi sikumjibu, yani sikwenda kufanya mazungumzo naye, nikatoka moja kwa moja mpaka mtaa wa pili. Nikachukua vile vidumu vile vya tomato vile, kajaza maji. Nikawahi asiwahi nafasi mtu mwingine. Sasa ile nafika, yeye ndo anatoka mlangoni, anataka ende msikitini, ashahairi kuswali pale. Kaambia maji hapo brother Bikleti, shukrani sana, shukrani. Yani ikaanza bonde hiyo. Kwa baada ya hapo tena akatia uzo akaswali, akaniambia kumaliza mpira tuongee. Kaambia sawa, kuna shida. Baada ya mpira kumalizika, timu yake ikashinda 2-2, akafunga goli moja. Akaniambia sasa tuongee, hivi unakaa wapi? Kaambia nakaa mtaa wa pili tu hapo, sio mbali na hapa. Unacheza mpira? Nacheza timu Maungani hapo. Unapenda pia? Napenda. Sawa, shukrani, basi tupo pamoja. Lakini utachelewa kuondoka hapa kwenu, haitakuwa tatizo? Hutakuwa tatizo. Sawa. Akanambia kaa kwenye Vespa. Siku ya kwanza furaha, yani unajua, anakaa kwenye Vespa. Kakaa kwenye Vespa, akanipakia mpaka kwa Mchina. Zamani kwa kuuza matunda pale, matunda kwa Mchina pale. Akanambia shuka hapo. Akamwambia yule muuzaji, alikuwa ni famous, Ibrahim Rajab Jeba, mchezaji mkubwa. Kaambia yule muuzaji, bwana dogo, mtilie matunda anayotaka yeye kwenye mfuko, alafu mpandishe gari arudi home, mimi nawahi. Basi jamaa akanifanyia vile matunda, kantilia matunda zagazaga, kantilia, kansubirisha gari, akapanda, mimi karudi.